السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأخ الحبيب لا تحزن، أيها الأخ الكريم لا تحزن. Naam, ndugu zangu wapenzi watukufu wa Islam na wale wote ambao mnatufuatilia, na hasatan wale ambao wako katika maisha ya ndoa, tunawakuhusia ndugu yangu uliopo katika ndoa na unayetarajia kuingia katika ndoa, fanya haraka sana, kwa sababu kuna faida nyingi sana. Ewe ambaye unaboreka, sijui kwa nini nimeoa, sijui kwa nini nimeolewa, la hasha, kuna kheri nyingi sana ukiwa ndani ya ndoa unazipata. Wachilia mbali, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema aliyeoa au mwenye kuoa amepata nusu ya dini, nusu ya Uislamu wake, nusu ya dini yake ipo kwenye kuoa. Wachilia mbali hayo, lakini kuna mengi yenye uzito mkubwa, yenye faida kubwa yanayopatikana katika ndoa. Nikuelekeze tu kidogo au nikukumbushe tu kidogo ndugu yangu mtukufu Muislamu, katika hadithi iliyopo katika sahihi Muslim, hadithi nambari 995, kitabu zaka. Hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea mpaka faida ya kile unachokitoa kwa mke wako. Sadaka unaitoa kwa mke wako au kwa familia yako au kwa watoto wako wa halali wa ndoa, ina daraja gani? Tofauti na sisi ambao tunatoa sadaka zingine huko kwa watu wengine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alisema kuwaambia maswahaba zake, dinarun anfaqatahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqatahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqatahu ala ahlika a'dhamuha ajra alladhi anfaqatahu ala ahlika. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza ukubwa na utukufu wa viwango vya daraja ya sadaka vinavyotofautiana. Akasema pesa ambayo mtu anayoitoa fi sabilillah, kwa ajili ya dini ya Mungu, na pesa ambayo mtu anaitoa kwa ajili ya kumkomboa mtumwa, na pesa ambayo mtu anaitoa kuwapa maskini, na pesa ambayo mtu anaitoa kuwapa ahali wake, mke wake na watoto wake au wake zake. Mtume akafafanua akasema, a'dhamuha ajra, sadaka, pesa yenye ujira mkubwa kuliko zote, a'dhamuha ajra, yenye ujira mkubwa. Mtume akasema, alladhi anfaqatahu ala ahlika, ni ile ambayo pesa unaitoa kwa mke wako. Pesa yenye uzito mkubwa, yenye thamani kubwa, yenye malipo makubwa, ni ile pesa ambayo wewe unaitoa kwa mke wako, kwa familia yako au kwa wake zako. Sisi maskini ya Mungu, kuna baadhi yetu tunakwenda kujifakharisha na marafiki zetu na majamaa zetu. Unampa mtu, unamnunulia sijui chakula, sijui supu, sijui nini, nyumbani watu wanakula ovyo ovyo. Hizo hazina thamani kubwa kama ile pesa ambayo utamuachia mke wako nyumbani. Mahama kana amekushukuru ala hajakushukuru, madhali tu umempa yeye, basi Mtume anasema hiyo ina uzito mkubwa kuliko zote. Ibada kubwa iliyoje ndugu yangu mtukufu Muislamu, ya kumpa mtu sadaka mke wako, kumbe unapata thawabu kubwa kuliko sadaka nyingine unayoitoa huko kwa watu wengine. Huyo ni yule aliyeoa. Faida iliyoje! Maana sisi ni bora watu kukaa single mother, sijui single father, sijui nini. Kuna malipo makubwa sana hata katika kile unachokipata. Wachilia mbali kina malipo makubwa, lakini kinakuwa na baraka mbele za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakufungulia wewe milango, kwa sababu wewe unahudumia familia yako ya halali.
Ndiyo maana baadhi yetu sisi tunakosa mafanikio, tunakosa baraka, kwa sababu kumbe haki za familia zetu, haki za wake zetu, haki za watoto wetu tunazipeleka kwa wanawake wengine au kwa watu wengine. Unaanza kulalamika uchumi umeshuka, mambo hayaendi vizuri, sijui nini. Kumbe ni wewe unajiroga mwenyewe, kwamba ile sadaka yako ingelikuwa umempa mke wako, umeachia familia yako, basi ungepata ujira mkubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ulioko kwenye ndoa, ndugu yangu, usihuzunike. Assalamu alaikum wal afwa minkum.